Sawa. Ili kuweza kuoga au kuoga nyumbani, kuna vifaa vingi ambavyo unaweza kutumia ili kuwa salama na kujitegemea. Iwapo mtu ana bafu au oga juu ya bafu, kama tulivyo hapa, tunaweza kutumia ubao wa bafu. Kwanza, ni muhimu kila wakati kutumia mkeka usioteleza. Weka huo chini ya bafu. Kisha, tunaweza kutumia kifaa hiki kinachoitwa ubao wa bafu. Ina miguu inayoweza kurekebishwa chini ambayo inaweza kusogezwa ili kutoshea bafu yako. Zinarekebishwa kisha zinawekwa juu ya bafu ili ubao wa bafu uingie vizuri na kwa usalama. Kisha ni muhimu pia kuhakikisha kuwa una vitu vingine vyote tayari. Una nguo zako, taulo zako na kiti cha kukaa ili kukauka na kuvaa. Na leo tuna Joe na Ron ambao wanaweza kuja na kutuonyesha jinsi inavyotumika. Joe atafanya mazoezi ya kavu kwa ajili yetu. Kwa hiyo Joe, unaweza kuja. Na Ron angekuja na kumsaidia kuhakikisha yuko salama. Sawa Joe, kama unaweza tu kukaa kwenye ubao wa bafu, kisha uingize miguu yako ndani. Na kutoka kwenye nafasi hii, Joe angeweza kutumia oga ya mkono au bafu ingekuwa imejazwa na maji ili aoge. Sawa, mara baada ya kuoga Joe, unaweza kutoa miguu yako nje ya bafu. Kila wakati, hivyo ndivyo. Geuza sehemu yako ya chini kabisa. Hivyo ndivyo. Na songa mbele kidogo kwenye ubao wa bafu. Hivyo ndivyo. Kisha simama na ukae kwenye kiti. Nyumbani na boksi la kawaida la oga ambalo lina hatua ya kuingia, tunaweza kufanya iwe salama kwa stuli ya oga, mkeka wa usalama na reli. Na Joe ataonyesha kwetu katika mazoezi ya kavu jinsi anavyotumia vifaa hivi kawaida. Sawa, Joe angekamata reli na kuingia. Hivyo ndivyo, songa mbele. Hivyo ndivyo, sahihi. Na kukaa chini kwenye stuli ya oga. Nzuri. Sasa Joe anaweza kuoga kama kawaida na kisha kutoka nje anafanya kinyume.